Kwingineko ni katika vita ya Warusi na wa Ukraine. Urusi yaendelea kufanya mashambulizi makubwa katika miji mikubwa ya Ukraine. Urusi katika kile inachokiita operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine imeendelea na operesheni ya kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali nchini humo. Urusi wakati huu imefanya mashambulizi makubwa kwa mara nyingine tena katika miji miwili mikubwa ya Ukraine mapema leo na kusababisha madhara makubwa kwa majengo na miundombinu ya nishati, lakini hadi sasa hakuna taarifa iliyotolewa juu ya kifo ambacho kimetokea kutokana na mashambulizi hayo. Kuanzia alfajiri ya Jumamosi, Urusi iliendesha mashambulizi makali nchini Ukraine. Urusi imefanya mashambulizi makubwa katika miji mikubwa na imeharibu zaidi miundombinu ukizingatiwa kwamba ni nyakati za baridi kali Ulaya, ikiwa ni pamoja na nchini Ukraine. Hata hivyo, kwa mujibu wa mkuu wa majeshi wa mji mkuu wa Kiev, Taimur Tachenko, amesema mashambulizi hayo yameharibu jengo moja la kituo cha elimu na jingine la biashara mashariki mwa mto Dnipro. Taarifa hiyo imethibitishwa na meya Vitali Klitschko ambaye amesema skuli ya chekechea ndiyo iliyoharibiwa. Meya wa mji wa pili kwa ukubwa Kharkiv, Ihor Terekhov, naye pia ameripoti mashambulizi kadhaa ya anga yaliyojumuisha makombora na drone ambapo watu wawili wamejeruhiwa. Milipuko pia imesikika kwenye miji mingine kusini mashariki mwa mji wa Sumi karibu na mpaka wa Urusi. Kote huko kukirindima makombora na kusababisha taharuki kubwa ambapo mashambulizi hayo yanazidi kuharibu miundombinu ya nishati hasa umeme. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inaendelea kulengwa vibaya sana na jeshi la Urusi. Hata hivyo, imesababisha kuharibiwa kwa miundombinu ya usafirishaji wa mawasiliano kati ya miji na vijiji nchini humo. Volodymyr Zelensky kupitia mtandao wa kijamii wa X ameeleza tangu siku ya Jumapili akisema kwamba katika kipindi cha wiki moja pekee Urusi imetuma zaidi ya drone 980 na takribani mabomu 1100 na makombora mawili dhidi ya Ukraine, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa anga. Huku haya yakijiri, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa nchini Urusi Sergei Shoigu alielekea nchini China kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Wang Yi kuhusu masuala ya usalama wa kimataifa na kikanda. Na ziara hiyo inafanyika sambamba na mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Urusi na Ukraine na maafisa wa Marekani yanayolenga kutafuta njia ya kumaliza vita vinavyoendelea kwa karibu miaka minne. Hata hivyo, inaelezwa kwamba kupitia safari hii ambapo mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu alikutana na waziri wa mambo ya nje Wang Yi, wamepanga namna ambavyo rais wa Urusi Vladimir Putin atakutana na mwenzake Xi Jinping kwa ajili ya kupanga mipango mikakati mipya ya namna ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mchakato unaoendelea wakati huu ni namna ya kumaliza vita hivyo, ambapo Marekani inayoendesha mchakato huo inasema kwamba huenda katika siku za hivi karibuni mazungumzo yakafanyika tena kwa ajili ya kumaliza vita hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu. Hapa The World News tutaweza kukufahamisha kwa mapana.